Asante sana Madam Speaker kwa nafasi hii. Kwa majina ni Dereja Kenyatta. Nataka kuongelea mambo ya hii rally ilikuwa hapa Machakos ya timu Sifuna. Nataka kuambia timu Sifuna asante sana kwa kuendelea kuunda ground na kuundia ground Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i, kwa sababu ndio tuko na yeye hapo. Kwa sababu endelea kutuona hiyo morali ya kuunda ground, kwa sababu wewe unajua wewe mwenyewe hauwezi simama kwa president tu, maybe Matiang'i akuita kupatia kama kwa cabinet. Nashukuru sana kwa sababu hiyo ndio morali yenye tunataka kwenda nayo kama mbele kama nchi. Hata kama ni ngumu aje tutasukumana nayo hadi mwisho. Nataka kuongelea ya pili ya Linda Ground. Linda Ground wanaendelea kujikakamua hata kama hawana presidential candidate, hata kama walisurrender wakasema wanataka kuwania kwa county rig. Sasa imefika kwa county rig, hawataki mambo ya national. Oburu, endelea na power yako hata kama miaka imesonga. Endelea kusukuma venye unasukuma, hata kama unaweza maintain Wajaruo pamoja, na maybe kama unaweza toka hapo kwa mambo ya 2 term uingie mambo ya 1 term, tusukume kama wananchi pamoja tukisonga mbele. Nataka kuingia kwa hii mambo ya Ruto. Ruto yenyewe amefanya kazi, kusema hajafanya kazi, amefanya kazi. Lakini kwa kitu moja yenye alifanya makosa, ashatoka kwa roho yetu kama Wakenya. Ruto, fanya kazi, maliza vizuri, utajipanga kwenda nyumbani mapema sana 2027 mwezi wa 8, mapema sana saa 12 usitoka Sokoi kuja Nairobi. Unda barabara inaendelea kukua kubwa ndio usipotee, kwa sababu unaweza changanyikiwa upotee. Kwa hii mambo ni ngumu, lakini kurudi kwako sioni kama unaweza rudi. Nataka kwa Madam Speaker, nataka kuongelea mambo ya vijana, mambo ya social kwa dakika zangu zimebaki. Nataka kuambia vijana wenzangu ambao sasa tunaendelea kutafuta maisha. Maisha yetu iko kwa vidole zetu. Sisi wenyewe ndio tunaweza chenga maisha yetu. Tusitegemee serikali kuja kututafutia namna na jinsi ya kuishi. Hii maisha tuko nayo leo hii, tunaweza iamua tuijenge ama tuibomoe. Kama vijana, tuachane na mambo ya crime. Crime hizi ripa. Tuachane na mambo mengi, mambo ya urevi tuweke kando. Tukae kama vijana, tujiulize tumezaliwa aje kwa hii nchi, tunafaa kusonga aje kama mbele, kama jamii, kama vijana, ndio tuweze kukuwa na moral values zenye ambazo hata kama wazazi wetu wakiangalia wanasema wenyewe waliweza kuzaa vijana ambao wanajituma. Si saa hii unapata kijana umeamkia asubuhi umeenda kuurevi mara bangi, hiyo isaidii. Na mambo ya crime tuachane na vijana. Vijana, mambo ya crime iripi. Crime ni kifo. Hakuna venye unaweza amua leo upige mwenzako, maybe umemuumiza ama umeua. Hiyo haiwezi kusaidia mahali popote. Hiyo ni maisha yako, una limit kwa sakori yako. Na mambo mengine nataka kuongelea kama vijana, mambo ya gunism. Tafadhali vijana tujihadhari na mambo ya gunism. Tunafaa kusonga mbele kama generation yenye imejipanga, yenye inajielewa. Tusikae kama tunaweza sukuma mbele, tunaweza enda mbio. Tunaogopa, lakini kwa kuwa hatuna moral values zenye zinaweza tufanya tusimame kama jamii, kama ya vijana. Vijana sisi ni wengi, tujikubali venye tuko. Kama kazi hakuna, tujue venye tunaweza overcome mambo ya stress, depression. Tuone venye tunaweza overcome hizo challenges. Najua tuna hapa kwa community tumetengwa, lakini tukae pamoja, tushikane, tujisukume kama vijana, tuone venye tunaweza songa mbele kama nchi. Asante sana.